Karibu mpenzi msikilizaji wa Msiza Ayo TV. Karibu kwenye matangazo ya leo asubuhi tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na habari zetu tukizianzia kwa juu ya milima mirefu ya Gakondo ni kuwa wakati taarifa mbalimbali zilikuwa zikiendelea kusambazwa kuhusu hali ya mapigano katika milima Minembwe, taarifa za kuaminika nilizopokea hapa kwenye Msiza Ayo TV ni kuwa zinaonyesha kuwa kundi la autochtone la MRDP Twirwaneho liliondoka katika eneo hilo la Mikiki kwa hiari yake, tofauti na madai ya jeshi ya serikali yaliyotoa kuwa wamedhibiti kwa nguvu zao. Hayo ni uongo, hiyo habari ni uongo. Kuja kusemekana kuwa MRDP waliondoka wenyewe kwenye eneo la Mikiki kwa hiari yao. Vyanzo mbalimbali vinavyofuatiliwa kwa ukaribu ya hali ya mapigano vinasema kuwa kundi la MRDP Twirwaneho liliondoka Mikiki jioni ya Jumatano, siku chache baada ya kudhibiti eneo hilo lililofuatia kwa mapigano makali yaliyotokea mwanzoni mwa wiki hii. Jumatatu, wapiganaji wa MRDP Twirwaneho waliingia Mikiki baada ya mapigano makali dhidi ya muungano wa majeshi ya serikali ya Kongo yaliyoundwa na FARDC, jeshi la Burundi, wazalendo na FDLR. Mapigano hayo yaliufanya muungano huo kurudi nyuma na Mikiki kaangukia mikononi mwa MRDP Twirwaneho. Baadaye FARDC ilitoa taarifa ikidai kuwa imeuteka tena Mikiki na kuwafukuza wapiganaji wa autochtone wa MRDP Twirwaneho. Hata hivyo, vyanzo vya kijeshi vinasema kuwa kundi hilo lilikuwa tayari limeondoka kabla ya majeshi ya serikali kufika. Hivyo kukuwa na mapigano makubwa wakati eneo hilo lilirejeshwa chini ya udhibiti wa serikali au FARDC. Taarifa nyingine zinaonyesha kuwa FARDC ilitangaza kutika maeneo ya Kalingi na Bidego, lakini wakazi wa vyanzo vingine vya karibu na uwanja wa vita vinaeleza kuwa maeneo hayo bado yanadhibitiwa na autochtone wa MRDP Twirwaneho. Aidha, kundi hilo bado linadhibiti maeneo mengi karibu na Mikenge yakiwemo Gitavi, Dohoko na maeneo mengine ya pembezoni ambako shughuli za kijeshi na mvutano kati ya pande zinazopigana zinaendelea. Kwa upande mwingine, Jumatano kulikuwa na mapigano makali yaliyodumu siku nzima katika eneo la Gakenge. Mapigano hayo yalikutanisha MRDP Twirwaneho dhidi ya muungano wa FARDC na jeshi la Burundi na wazalendo na FDLR. Vyanzo vya kuaminika vinasema mapigano yalianza asubuhi na kuendelea hadi jioni. FARDC na washirika wake walituma ndege zisizo na rubani drones pamoja na ndege za kivita. Taarifa hizo zinaongeza kuwa MRDP Twirwaneho ilifanikiwa kuzuia majeshi yaliyokuwa yakijaribu kusogea karibu na maeneo ya raia. Hadi sasa, licha muungano wa majeshi ya serikali kuingia Mikiki, taarifa kutoka uwanja wa vita zinaonyesha kuwa MRDP Twirwaneho bado ina ngome na maeneo mengi yanayozunguka Mikiki. Hii inaashiria kuwa mapigano Minembwe bado yanaendelea, huku kila upande ukijaribu kupanua au kudumisha maeneo yaliyo chini ya udhibiti wake. Wachambuzi wa hali ya eneo hilo wanasema kubadilishana kwa udhibiti wa maeneo kwa muda mfupi kunaonyesha kuwa vita vya Minembwe bado viko mbali kumalizika, hasa wakati pande zote zinaendelea kupeleka nguvu kubwa vitani. Wakati huo wananchi wanaendelea kuathiriwa na mapigano hayo na hali ya usalama bado ni tete katika maeneo mengi ya Minembwe, Mikiki na Gakenge, ambapo operation za kijeshi zinaendelea kuamua mwenendo wa hali ya usalama kila siku. Na habari zetu za Gakondo zinaishia hapo. Ni kuwa kulikuwa na fununu kuwa serikali ya FARDC ilidhibiti, lakini kama kawaida hao ni waongo. Hata kipindi serikali ya FCM23 inatoka mjini Uvira au inajiretire Mplende la Ruzizi, walitangaza kuwa waliwafurusha kwa nguvu zao, kumbe ilikuwa ni kujiretire kwa hiari yao. Na tukiendelea Uvira ni kuwa Uvira FARDC ilitangaza mazoezi ya kijeshi ya kurusha risasi Katongo Alhamisi ya jana ya leo Alhamisi leo Juni. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kupitia kanda ya 23 ya kijeshi imetangaza kufanya mazoezi ya kijeshi ya matumizi ya silaha katika eneo la Katongo mjini Uvira Alhamisi hii au jeudi hii tarehe 11 Juni mwaka 2026.
Mamlaka za kijeshi zimeomba wananchi watulie na kuelekeza kwa shughuli zao hizo ni sehemu ya kawaida ya operation za kijeshi. Katika taarifa rasmi iliyotolewa Jumatano Juni jana, makao makuu ya kanda ya 23 ya kijeshi yalisema kuwa mazoezi hayo yatafanyika kuanzia saa 6 za asubuhi hadi saa 8 za asubuhi katika eneo la Katongo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo iliyosainiwa na kamanda wa operation na ujasusi wa kanda ya 23 ya kijeshi na task force ya Sud Kivu, Kanali Badadi Gakenge, mazoezi hayo yanaweza kusababisha milio ya risasi na milipuko kisikika katika baadhi ya mitaa ya mji wa Uvira na maeneo ya jirani. Kutokana na hali hiyo, FARDC imewataka wakazi wa Uvira kuendelea na shughuli zao za kawaida bila hofu. Wananchi wote wa Uvira, na mnukuu, wananchi wote wa Uvira maeneo ya jirani wanatakiwa kuendelea na shughuli zao za kila siku na wasiwe na hofu, kwani milio ya risasi itasikika kutokana na mazoezi haya, ameeleza taarifa hiyo mkuu wa jeshi. Jeshi limehakikisha pia kuwa mazoezi hayo yanasimamiwa kikamilifu na hayaleti tishio lolote kwa usalama wa wananchi. Limeongeza kuwa hali ya usalama ipo shwari na inadhibitiwa. Taarifa hii imetolewa katika mazingira ambayo milio ya risasi au milipuko mara nyingi husababisha hofu miongoni mwa wananchi. FARDC imesema imeona ni muhimu kujulisha wakazi mapema ili kuepusha taharuki na taarifa za uongo. Wananchi wa Uvira na maeneo karibu wanatakiwa kubaki watulivu na kufuatilia taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka husika. Wanatawanze tena. Hii ni motife hii. Tutaangalia kwa jicho la pili. Si upande wa serikali ya M23 tutaangalia kwa jicho la pili. Tutaangalia kwa jicho la pili. Na tukielekeza huko Kinshasa ni kuwa Rais Tshisekedi na Al-Sisi wasaini makubaliano mapya mjini Heliopolis. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mwenzake wa Jamhuri ya Kiarabu ya Misri Abdel Fattah al-Sisi walifanya mazungumzo ya faragha yenye tija Jumatano tarehe 10 Juni mwaka 2026 katika ikulu ya rais ya Heliopolis. Mazungumzo hayo yalilenga kuimarisha ushirikiano kati ya nchi hizo mbili. Baada ya mazungumzo hayo yaliyofuatiwa na vikao vilivyohusisha wajumbe wa pande zote mbili, marais hao waliongoza hafla ya kusainiwa kwa mikataba na makubaliano kadhaa. Makubaliano hayo yanahusu mashauriano ya kisiasa na kidiplomasia, ujenzi wa kitengo cha upasuaji wa moyo na mishipa ya damu katika hospitali ya Renaissance, maendeleo mjini, usimamizi wa mji, pamoja na kuimarisha mahusiano ya uwekezaji kati ya nchi hizo mbili. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Kiarabu ya Misri ina uhusiano mzuri wa kihistoria unaotokana na mapambano ya pamoja kulinda uhuru, mamlaka ya mataifa, heshima ya wananchi wa Afrika na kuimarisha nafasi ya bara la Afrika katika jukwaa la kimataifa. Na habari zetu za Kinshasa tumeziishia hapa. Acha tuelekee huko Kivu Kaskazini au Nord Kivu. Ni kuwa jana gavana wa mkoa wa Kivu Kaskazini Bahati Msanga Erasto au kwa jina la maarufu wanamuita Magufuli, jana alikuwa katika maeneo ya Kikuku, tembela katika maeneo ya Nyanzale, kaonana na uchifu wa Bwitu na Mweso kwenye uchifu wa Bashali katika wilaya ya Masisi. Jana Jumatano au jana Mercredi tarehe 10 Juni mwaka 2026 alikutana na makundi mbalimbali ya kijamii ili kusikiliza maoni na changamoto zao. Na habari za asubuhi za leo aje tuishie hapa, na habari za mchana tutaendelea tukiwapasha habari zingine na habari zinazoendelea mjini Uvira. Kwa leo watapiga risasi, watafiatua risasi au watasijuni kuosha, sijui watafanya nini. Tawafikishia kila kitu kinachoendelea kinaga ubaga, ila acha niendelee kuwaomba muendelee kusubscribe na kulike na kushare kunionyesha upendo wenu ili video zangu ziendelee kufika mbali na kufikia wengine. Acha niwashukuru muwe na
asubuhi iliyo njema yenye furaha. Mungu aendelee kuwabariki. Nawapenda sana. Karibu kwenye MC Zwayo TV.